Si tulimsikia yule dada jana hapa aliyokuwa anatokwa damu, kwani alimwambia nani? Kwani alimsimulia nani? Hakumwambia yote wala kumsimulia yoyote. Lakini alipofika hapa na kumbe Mungu alikuwa amemwambia nabii habari za maisha yake. Sikia nikwambie, wewe uliopo hapa umekuja kwa mwaliko. Sio tu wa mwaliko wa kipeperushi, ni mwaliko wa sauti ya kinabii. Kwamba njoo hapa yuko nabii Joshua kwa habari ya maisha yako. Tarajia kumwona Mungu anafanya mambo mapya kwenye maisha yako. Tarajia kumwona Mungu anabadilisha maisha yako. Lakini tarajia kuona mwanzo mpya kuanzia sasa na kuendelea. Amen. Kuna jambo moja Mungu atakufanyia leo. Sikia nikwambie, Bwana anasema hivi, ishara kubwa ya kwamba Mungu amempenda mtu ni Mungu kutoa mtu kwa ajili yake. Akikupenda Mungu atatoa mtu kwa ajili yako. Kwa hiyo kama ametoa mtu kwa ajili yako, hii ni ishara kubwa ya upendo wa Mungu na mapenzi ya Mungu aliyoko juu ya maisha yako. Amemleta nabii Joshua katika mji huu kama kwa ajili yako wewe, sio kwa ajili yake. Biblia inasema mwanamke mjane ambaye alikuwa na chakula kidogo, alipojiandaa kufa kwa njaa, Mungu akamtuma nabii Elia kwenye nyumba yako. Kama wewe leo, Mungu amemtuma nabii Joshua katika nyumba yako. Yes. Alilia mwanamke kwa ajili ya njaa, alafu nabii Elia akatumwa katika nyumba ya mwanamke. Ndipo anavyofanya Mungu. Alilia mwanamke asiyekuwa na mtoto, yule Mshunami, Biblia anasema akatumwa nabii Elisha kwenye nyumba yako. Leo hatuna Elisha, hatuna Elia, tuna nabii Joshua kwa ajili ya wakati wako. Ukisikia na kufanya atakachosema, itakuwa amina na kweli kwenye maisha yako. Amen. Kuna mtu bado anashangaa mpaka leo, na kuna mtu anasema bado nimekuja kupeleleza. Nakwambia utakapokuwa katika kupeleleza, bado Mungu atafanya kitu kwenye maisha yako. Haujasoma waliotumwa kupeleleza habari za Daudi kwa Samuel. Sauli aliwatuma watu wakapeleleza habari za Daudi kwa Samuel. Waende wakamkamata maana alikuwa amejificha. Biblia inasema walipofika mahali alipo Sauli, roho ya Bwana iliyokuwa ndani ya Samuel ikawaingia na wakatapili. Wakasema Daudi ni mtu mkubwa. Hata kama umekuja kutujaribu, ninaamini Bwana atafanya kitu leo kwa ajili yako. Hata kama umekuja kutupeleleza, bado Bwana atafika kwenye nyumba yako. Hata kama umekuja kututafutia tabu, bado Bwana atafanya kitu kwenye maisha yako. Nina uhakika na kitu kimoja tu, nabii ni mjumbe wa Mungu kwa ajili ya maisha yako siku ya leo. Amen. Sikia, msikilize yeye. Acha kujisikiliza mwenyewe. Kuna mtu anazungumza na kujisikiliza mwenyewe. Anasema kwa tatizo langu ningefanywa 1 2 3 kila kitu kingekuwa sawa. Acha kujisikiliza wewe. Msikilize yeye. Ana kila kitu kwa ajili ya maisha yako. Kama ana kila kitu kwa ajili ya maisha yako, ningekuwa mimi nisingekubali kuondoka mahali hapa na umaskini. Usikubali kuondoka mahali hapa kabla chochote hakijatokea. Sikia nikwambie, kazi ya Mungu ni kubariki maisha yako, na kazi yako ni kubarikiwa. Usikubali kunyanyua mguu wako hapa kabla Bwana hajabariki maisha yako. Leo ni siku yetu ya pili tu, mpaka siku 4 zimeisha. Maisha ya watu yatakuwa yamebadilika. Matajiri watakuwa wameongezeka katika mji huu. Wenye furaha watakuwa wameongezeka. Bwana anaenda kutuongeza kwa kiwango hichi hapa. Wanaoinuliwa watakuwa wameongezeka. Wanaoheshimika watakuwa wameongezeka. Wanaofanikiwa watakuwa wameongezeka. Yupo nabii katika mji huu. Kila kitu kitakuwa salama kwenye maisha yako. Jesus, bring it on a prophetess. Kila kitu kitakuwa salama. Madam nabii yuko hapa, nataka kuhakikishia kila kitu kilikuwa salama. Sikia nikwambia, siku Daudi alipotiwa mafuta na Samueli, kila kitu kilibadilika kwenye maisha yake. Unajua Daudi alikuwepo na Goliath alikuwepo. Daudi alikuwa anasikia habari za Goliath, lakini hakuwahi kupata nguvu kwenda kupambana na Goliath mpaka Samueli nabii alipomtia mafuta. Leo alipoenda kusimama mbele ya Goliath, akamuona Goliath ni kitu dhaifu. Na pia atafanya baraka kwenye maisha yako. Utasimama kwenye biashara iliyokufa, itainuka na kukuletea mabadiliko. Utasimama kwenye ndoa iliyojikatia tamaa, itainuka kupokea mabadiliko. Utasimama mbele ya watoto wako wasiofanikiwa, wanaofeli mitihani, unaosema wana tabia mbaya. Ukisimama mbele yao, kwa uhakika maisha yao yatabadilika. Nani anaamini neno hili? I believe. Bring it on the prophetess. Amina. Power. Nani anaamini neno hili? Amen.
Niko tayari. Nipo tayari kuendelea mbele, wewe je? Niko tayari. Niko tayari kuinuka, wewe je? Niko tayari. Niko tayari kutajirika, wewe je? Niko tayari. Nabii anacho kitu kwa ajili ya maisha yako. I receive. Anacho kitu kwa ajili yako. Oh yes. Anacho kitu kwa ajili ya maisha yako. Amen. Anacho kitu kwa ajili yako. Amen. Msikilize, yeye akupatie kitu ambacho umekitafuta. Walitafuta punda, hawakuwaona. Angalia alivyokuwa rahisi. Biblia anasema walipofika mbele ya Samueli anasema na punda wenu wako pale. Wala walikuwa hawajafichana, walikuwa peupe. Sikia nikwambie, kuna kitu unatafuta, unadhani hakipo, lakini kipo mbele yako. Macho yako hayajakiona. Leo nabii atafungua macho yako, yataona. Oh yes. Gehazi mmoja hivi hakuwahi kufahamu nguvu iliyo upande wake. Biblia anasema siku zile maadui walipowavamia pale, Gehazi anaamka asubuhi, anatoka nje, anaona umezingirwa na maadui. Macho yake yakaona maadui, akijaribu kuangalia haoni rafiki, anaona maadui. Akarudi akamwambia Elisha, leo tumekufa kweli kweli. Biblia anasema Elisha anasema Mungu akufungue macho yako. Macho ya Gehazi yalipofunguka, yule Gehazi sehemu ile Biblia anasema yeye ndo anasema akaona jeshi la malaika limewazingira mahali pale. Jeshi la malaika lililo kubwa kuliko maadui zako. Unahitaji nabii afungue macho yako siku ya leo. Uone biashara yenye fursa. Uone biashara yenye fursa. Uone biashara itakayokupatia nyumba. Uone biashara itakayokupatia mali. Uone biashara itakayokubadilishia jina. Sema jina jipya. 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 Ndio utajua kwamba huyu mtu ametumwa na Mungu kwa ajili ya maisha yako. Mwanamke Mshunami alijua Elisha ametumwa kwa ajili yake. Alipoona lile neno la Elisha limetimia, akapata mtoto. Nataka kuhakikishia utafahamu kwamba nabii alitumwa kwenye mji huu kwa ajili yako. Mungu akiona mateso yako, Mungu akiona machozi yako, Mungu akiona akisikia manunguniko yako, asili ya Mungu anajibu manunguniko, anajibu maombi, anaona machozi. Akiyaona machozi yako, anamtuma mtu kwa ajili ya maisha yako. Baada ya kuyaona machozi yako leo, Mungu amemleta nabii hapa kwa maisha yako leo. Tumia nafasi hii vizuri. Hakikisha unasema alipokuja nabii Kahama, Bwana alinipatia mtoto. Alipokuja nabii Kahama, nilinunua kiwanja. Wale wapangaji, Bwana Yesu asifiwe. Wapangaji, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wote nyinyi mnapanga. Kwani mnapanga? Hamtani mnapanga. Nataka kuambia yule pale nabii, usikubali aondoke ukiwa mpangaji. Usikubali aondoke ukiwa mpangaji. Amen. Yule pale usikubali aondoke akiwa mpangaji. Oh, yes. Yule pale nakwambia, yeye anayo nyumba kwa ajili ya maisha yako. Yeye anayo nyumba kwa ajili yako. Haijalishi una maisha gani, maadamu yuko nabii pale, amini kila atakachokuambia. Ukifanya atakalokuambia, litaleta unachokihitaji kwenye maisha yako. Amen. Hallelujah. Amen. Naamini mmeelewa kwamba Mungu yuko hapa. Sio? Wangapi hawajaelewa? Wote tumeelewa. Punga mkono wako hewani ikiwa thank you Jesus. Thank you Lord. Mnapopunga mikono juu, nimeuona utukufu wa Mungu. Na Roho Mtakatifu ameniambia leo ni siku ya kazi. Oh yes. Siku ya kazi nitatabiri kuliko ambavyo nimewahi kutabiri. Amen. Prophesy daddy. Kwa sababu ninyi watu mnampenda sana Mungu. Oh yes. Lakini adui alichukua mateka maisha yenu. Yule aliyemeza mali zenu atazitapika leo. Oh yes.
Jesus. Wangapi wanaamini hiyo? We believe in the name of Jesus. Naomba viti viendelee kuongezeka kwa sababu Mungu ameleta watu zaidi. Amen. Kwa watendakazi, pangeni viti kwa utaratibu. Na Biezi lasimamia huo utaratibu. Naomba utulivu tafadhali ili tutembee na nguvu fulani hapa. Sema haleluya. Asante sana. Karibu mtumishi wa Mungu. Tumpe Bwana makofi kwa ajili ya nabii. Amen. Tuko sawa, tumetulia. Oh my God. Roho Mtakatifu, usiniache, fundishe. Kaeni wanangu. Nataka kuongea kitu gani? Sikiliza. Mama pole. Mungu atakusaidia. Acha nimsaidie mama yangu. Yes. Mungu ameniambia unasikia ganzi kwenye mwili. Na hiyo ganzi imekusumbua kwa muda mrefu na baadaye inakupelekea mwili unakosa nguvu. Na wakati mwingine inatokea unakosa usingizi kabisa. Ndio. Ni kweli? Ni kweli. Yote ni ya kweli? Ya ukweli. Okay? Basi, tani mtafute mchawi wako. Tumrudishie hayo maradhi. Uko tayari? Niko tayari. Baba, katika jina la Yesu naomba neema kwa ajili ya huyu mama yako. Ametupiwa nguvu ya udhaifu kwenye mwili wake. Nami naondoa udhaifu huu na kumrudishia mchawi aliyetuma udhaifu huu wake. Mkabidhi uzima, hatapata shida hiyo tena. Mbebeni. Hivyo nataka mfanye hivyo, mweke pale. Kwa jina la Yesu Kristo, uwe huru kuanzia leo. Amen. Mko tayari mtabiri? Naonyeshwa na Roho Mungu kwamba una shida ya miguu. Lakini vile vile shetani amepiga familia yako. Ndio. Kwa sababu naona watu katika ukoo wako au familia wanakufa. Karibu miaka kadhaa hivi umezika ndugu zako na hawana familia kwa mfululizo sana. Karibu miaka 3-4 kumekuwa kunatokea misiba ya ghafla. Mungu ameniambia atazuia roho ya mauti kwenye familia na atabariki uzao wako. Kuanzia leo na kuombea miguu yako ipone. Asante. Bebe. Yesu akuponye na aondoe roho ya mauti juu yako. Saidieni. Mtumishi wa Mungu, ongezeni nguvu wako. Nimesema leo ni siku ya kazi. Una roho ya kuachwa. Roho ya kuachwa ni mtu unayekataliwa. Ukipata mtu muhimu kwenye maisha yako unamtegemea, lakini yanatokea mabadiliko ya kuchukiwa bila sababu ya msingi. Na umekuwa na shida kubwa sana kwenye tumbo lako. Na Roho Mtakatifu ananiambia anakuponya tumbo lako na anakurudishia nyota ya kibali. Receive. Jesus mighty name. Funguka uwe mzima. Jesus mighty name. Ongera. Mungu ameona machozi yako. Naona unalia katika ulimwengu wa roho. Lakini Roho wa Mungu namuuliza, huyu mama analia nini? Unalilia familia. Familia yako umepita kwenye majaribu mazito sana ya kifamilia. Na imekupelekea kuwa mpweke sana.
Roho Mtakatifu anasema anakurudishia heshima yako. Maana adui alikunyang'anya heshima ya ujana wako, ameharibu maisha yako ya kifamilia. Usilie tena, Mungu atahifadhi maisha yako na uzao wako. In Jesus mighty name. Bebeni polepole, mlaze pale. Sayo nabii. Hautakufa, utaishi. Mwambie jirani yako, sitakufa, nitaishi. Simama, weka mkono tumboni. Mungu ananiambia nikufungue. Kuna kifungo kwenye maisha yako. Natabiri ufungulivu. Kila pepo uliyeharibu tumbo la huyu mama na umeharibu maisha yake ya ndoa, na kuamuru achia maisha yake, nampa amani. In Jesus mighty name. Mungu ameniambia unahitaji amani na magonjwa hayatakuwa na nguvu tena kwako. Umefunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Utasikia maumivu ya moyo wala kichwa tena. Yesu amemponya na ameliponya tumbo lako. Pole mama. Pelekeni mbele pale, ukae pale mbele. Peleke dada, msaidie. Kuna roho Mungu atamfuatilia kumhudumia pale. Uko tayari kupokea unabii? Mungu uko tayari kukupa Yesu. Amen. Naiona miti. Amen. Iko mbalimbali. Amen. Alafu natumiwa. Na kwamba ni miti ya jangwa. Roho Mungu ananiambia katika ukoo wa wenu, watu wanaojitahidi kufanikisha maisha yao huwa wanakutana na majanga mazito sana. Kwa unakuta mtu anakwenda, anapanda, anashuka. Amina. Wewe mwenyewe umekuwa ni mtu ambaye una huruma sana. Amina. Katika utafutaji wako hujawahi tafuta kwa ajili yako mwenyewe, wewe unatafuta huko kuwawazia watu wengine. Amina. Kwamba nikipata nitakuwa msaada kwa watu wengine. Lakini umekuwa na bahati mbaya kwamba ukipata pesa inatokea katika maeneo mawili. Unaweza kutokea watu ukawaamini, wakachukua, hawarudishi. Au yakatokea matumizi ambayo hukuyapanga, yakanyang'anya ile pesa yako kabla ya kutimiza lengo. Kwa hiyo umekuwa unaumia sana na hiyo kitu. Roho Mungu ananiambia una roho ya utajiri, na ndio maana Ibilisi alituma nguvu ya kukuharibia. Na kupitia wewe watu wengi watafanikiwa. Basi nakukabidhi nyota yako. Usimsahau Bwana Mungu wako utakapoinuka kiuchumi. Pokea katika jina la Yesu Kristo. Umekuwa. Thank you. Mama, Mungu amesikia kilio chako. Simama, pole. Wow. Nilitoka Kongo na hata imani na kusema na kutana watumishi wa Mungu Tanzania walioleta hii karatasi inaleta hapa kumjiza Mungu. Sasa nilikuwa msoko Kahama, nikasikia kama hapo ndio ndio imani nikaja unachohitaji wewe ni nyota yako iliandikwa na mtu ambaye aliingia kwenye maisha yako kwa jina zuri sana la mume zamani, na hakuwa mtu mzuri kwako, nyota yako ikachafuka. Lakini Mungu amesikia kilio chako na anabariki uzao wako, lakini nyota yako uliyoibiwa ukiwa binti inarudi kwako. Amina. Na ukitaka kuniamini kwamba nimetoka kwa Mungu ni hivi, una bahati sana ya kupendwa na watu ghafla na kuaminika, lakini unachukiwa bila makosa na hao watu wanapotea. Na watu wengi wamekuahidi, hakuna anayetimiza ahadi. Mungu ameniambia yeyote utakayekutana naye sasa atatimiza ahadi ya wewe. Amen.
pokea kibali. Nyota yako imerudi kwa jina la Yesu. Hongera Mungu akuponye. Pokea baraka. Wow! Sisikii Joseph amekufa au yuko hai? Yupo? Yupo baba. Kiroho yupo na kimwili pia. Baba nipo. Haya. Prophesy daddy. Oh my God. Jesus. Nitarudi niwatabirie. Oh yes. Kuna vitu Mungu ananiongelesha. Mtu wa Mungu nabii. Ndio. Huyu ndugu anasema ni kweli yeye ni mchimba dhahabu. Ndio. Lakini sasa kila kichimba dhahabu anachimba vizuri, ila akipata pesa yanakuja majanga, hajui anatoka wapi. Matumizi sio rasmi. Madam tu ile pesa yote ishi. Anasema ni kweli kabisa. Amen. Pole. Amina. Yote niliyokutabilia ni ya kweli. Ni ya kweli. Hakika. Pesa unapata sana. Ndio. Lakini ukishapata ile pesa shida zinaongezeka. Ndio. Pia mimi ninasaidia sana ndugu zangu. Ndio. Kwa kweli mimi kwa mara nyingine tena naweza kusema nina mzazi mmoja ambaye ninaishi na baba yangu. Kwa hiyo huwa nikipata pesa najitahidi sana kumjali kulingana na kwamba yeye tayari ni mjane. Kwa hiyo pia na ndugu zangu wanawasaidia sana. Kwa hiyo yale niliyokutabilia kwamba hujawahi tafuta pesa kwa ajili yako peke yako ni ya kweli. Mungu ameniambia amekurudishia nyota ya utajiri. Utatajirika sana mwaka huu. Usije ukamsahau Bwana Mungu wako. Hongera. Ndio. Hai, ndio. Mike ile ndogo mnayo hapo. Ndio. Kipindi sijaokoka mimi. Ndio. Nilikuwa na kufuatilia sana kwenye redio, Ndio. kwenye television. Ndio. Kwa napenda kukuangalia sana, nafuatilia mahubiri yako. Ndio. Ikiwa bado sijaokoka. Lakini kuna kitu uliniambiaga kwamba wewe kijana uliyekaa hapo, kuna vitu umefungwa. Kwenye mtandao au kwenye TV? Kwenye TV. Kipindi hicho ulikuwa kwenye pango. Uliendaga kwenye pango siku 3. Ndio. Nakumbuka. Ukasema papa nipo pangoni. Na maji yanatiririka. Ndio. Ulikuwa msituni. Ndio. Basi kipindi hicho nimekaa nikajifikiria sana. Lakini kuja nilitabiri nini nikiwa pangoni kuhusu wewe ukiwa unatazama TV? Mimi sikumbuki sana lakini nakumbuka kuna kitu uliniambiaga mimi huko muda nimekaa nikiwa na familia yangu. Ndio. Nikiwa na mke wangu hapa na ndio maana nimekuja na familia yangu ipo yote hapa leo. Kwani mke wako anajua kwamba umeolewa na tajiri? Mke wangu? Kwa kweli huwa vinajitokeza vitu vingi sana kwenye ndoa yangu. Amekwisha. Amina. Mama njoo, mke wake njoo. Mke wa tajiri. Yuko wapi mke wako? Yuko mbali Janaye. Mke wangu njoo hapa. Kama mtoto wangu njoo nao. A wife of billionaire. Wako mbali kweli, lakini ngoja tuwasubiri wasogee. Wasogee. Haleluya. Beba vizuri watoto wewe. Sasa mama naye anawahi kwa baba, watoto kasahau. Prophesy daddy. Binti yangu, Mungu ameniambia nyota alionayo mume wako ni nyota ya utajiri. Amen. Kwa hiyo mtunze mume wako. Amen.
mtii kwa kila jambo. Baadaye utafurahia sana maisha yako. Amen. Asanteni, nimewabariki, mwende kwa amani. Amen. Asante sana. Mtu wa Mungu nabii. Tayari nimemaliza. Mtu wa Mungu nabii. Naam. Huyu mama anadhibitisha unabii aliopewa. Ndio. Anasema ni kweli ana tatizo la pressure na tumbo kuuma na kichwa. Lakini ndoa sasa ndo shida. Ndio. Ndoa haieleweki. Sasa simkumbatie sana, ni mke wa mtu. Naona unamfariji tena. Upendo wa Kristo dadi. Nadhani amejieleza sana. Haleluya. Pole. Yote niliyotabiri ni ya kweli. Kuhusu ndoa, tumbo, kichwa, moyo, vyote ni vya kweli. Basi mama, ndio maana ulikuwa unalia sana. Pole, machozi yako hayo ni ya mwisho. Kuanzia leo utaanza kufurahi. Nenda kamfurahie Bwana. Thank you Jesus. Mtu wa Mungu nabii. Ndio. Huyu mama mmwambia kwamba ana roho ukataliwa, alafu na shida ya uzazi. Ndio. Anasema ni kweli. Alafu mume wake ambao anaishi naye anasema ni mtu tu walikutana. Ile pamoja na kukutana sasa, humo ndani hapaeleweki. Lakini pia tumbo lake halizai. Jamani, Yusufu anaongea jamani. Haleluya. Binti yangu pole. Asante. Nimetabiri una roho ya kuachwa, roho ya kukataliwa. Ukipata mtu mzuri kwenye maisha yako anakuchukia bila sababu. Na una shida ya tumbo. Yote ni ya kweli. Ndio. Basi Mungu akupe heshima, upate ndoa yako kamili. Usiishi tu na mtu mliyekutana. Pokea kibali na heshima akuoe. Si ndio jamani? Mbona mtaki kusema amina? Nenda kwa furaha mwanangu. Mtu wa Mungu nabii. Naam. Huyu mama ana unabii aliopewa. Ameambiwa kwamba na roho ya kukataliwa. Sasa hapa na mhoja anasema ni kweli hata wazazi wangu walinitenga. Oh. Na Mungu aliniambia una machozi mengi sana kuhusu familia yako. Ndio. Na imekupelekea kuwa mpweke kwa sababu umeachwa na watu wako wa karibu. Ndio. Kwa ule unabii ulikuwa ni wa kweli hakika. John, nipe mkono wa shirika. Mungu atakufanikisha kiasi wote waliokuacha watakurudia wakinyenyekea kwako. Chukua hiyo heshima. Thank you. Mtu wa Mungu nabii. Naam. Huyu mama amepewa unabii kwamba yeye ana shida ya miguu inauma, lakini mbaya zaidi watoto wake wameharibiwa. Hawana chochote. Yeye anasema hivi, watoto wake hawafanyi kazi yoyote, hawaeleweki, wapo mitaani. Anashangaa kwa kweli. Tena anasema wanaumwa tu. Kwa hiyo yote yale niliyokuambia ndivyo yalivyo. Ni kweli. Njoo chukua uponyaji mamangu. Sogea kwangu. Hautaumwa tena na watoto wako Mungu anakutana nao kuwasaidia. Utafurahia uzao wa tumbo lako. Nenda kwa furaha. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana. Nabii. Huyu mama anasema unabii aliopewa ni wa kweli kabisa. Anasema amepewa unabii kwamba nyota yake imechafuliwa. Na ni kweli, anasema nyota yangu imechafuliwa, hata wanaoniahidi wanaishia tu kuniahidi, hakuna mtu anayenisaidia. Ila anasema ahadi anazopokea upande wa ndugu ni nyingi, tutakufanyia hichi, ila hakuna hata mmoja anayetimiza. Anasema ni kweli kabisa. Ahadi ya Mungu itatimia. Mungu ameahidi kukurudishia nyota na kibali na kukupa watu wema kwenye maisha yao. Amen. Na uzao wako utabarikiwa. Amen. Njoo chukue mkono wa baraka. Thank you Jesus. Ule muda wako. Pigia Bwana makofi mazuri zaidi. Piga kelele, sema yay! Niwe
kuabudiwa ni wewe, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe, ni wewe Bwana, inua sauti yako mbele za Bwana, sema ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, wenye nguvu na uweza, sema ni wewe, ni wewe, ni watu mikono yako mbele za Bwana, ni wewe Bwana, wa kuabudiwa ni wewe, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, nguvu na wewe, nawe sema ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe Bwana, inua tu mikono yako, ni wewe, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, wenye nguvu. Ndio. Asimisha jina la Bwana, sema wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, wenye nguvu na Naomba tuketi mbele za Bwana, tuketi mbele za Bwana, tuketi mbele za Bwana. Mwanangu, unaweza kuketi. Naomba unisikilize kwa makini sana kuhusu hiki ambacho naenda kuongea. Mungu alipokutana na Musa, Musa alimuuliza Bwana, unanituma kwenda kwa Farao na huku unaujua uwezo wa Farao, unajua jinsi alivyo na nguvu yeye na majeshi yake, na pia unafahamu udhaifu wako. Kiasi ambacho nguvu ya Farao ukilinganisha na udhaifu wangu si kitu mimi kwa Farao. Nitafanyaje ili niweze kuokoa watu hawa wengi ambao wamefungwa kwenye mikono ya Farao?
Mungu alimwambia Musa, usiogope, nitakufundisha jinsi utakavyotenda. Na Musa alipofika kwa Farao, alimuuliza Mungu maswali kadhaa juu ya kila hatua aliyokuwa anapitia. Napenda andiko moja nilisoma linasema, wewe Musa utainua mikono yako juu na mimi Mungu nitaipiga Misri. Utainua mikono yako juu, mimi nitaipiga Misri. Mungu alimwelekeza Musa jambo la kufanya linaloweza likafanya Mungu afanye kitu. Halo? Twende Efeso 3:20. Imeandikwa, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo na kuliko yote tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo ndani yetu kuna nguvu ya Mungu yenye uwezo wa kufanya mambo makubwa kuliko mawazo yetu na kuliko maombi yetu kwa Mungu. Kwa hiyo kila mmoja wetu aliyepo humu ndani ya ukumbi wa Sinai afahamu jambo hili, kwamba leo Mungu ataruhusu nguvu iliyomo ndani yetu kufanya kazi kubwa zaidi ya tulioomba. Naamini hujanielewa. Kama umeomba nyumba ya kawaida, Mungu atakupa ghorofa siku ya leo. Nimekupa mfano huo, lakini ngoja nifundishe kwa utaratibu wa Roho wa Mungu. Ipo nguvu ndani yetu yenye uwezo wa kufanya mambo makubwa kuliko mawazo yetu. Anasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote myaombayo na kuliko yote myawazayo, kwa kadiri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Kwa hiyo kuna nguvu ndani yetu inafanya kazi, na ikifanya kazi inaruhusu Mungu kufanya kazi au mambo zaidi ya tulioomba. Sasa tuitafute hiyo nguvu. Tukiipata ndani yetu, Mungu atafanya kitu. Mungu alimwambia Musa, usihofie, nitakufundisha jinsi utakavyotenda. Kwa hiyo kuna nguvu ndani ya Musa inayomwezesha Musa kufanya alichofundishwa. Alafu akifanya alichofundishwa, kuna jambo zaidi ya anavyojua linatokea. Okay? Haya, tumtafute Musa. Yuko wapi? Yule pale jangwani. Fikiri mfano wa bahari utakuwa bora zaidi kwenu kanda ya Ziwa. Yuko kando ya bahari. Bahari iko mbele yake, hawana uwezo wa kuvuka na hakuna njia nyingine. Kama watarudi Misri, lazima wataangamizwa na jeshi la Misri. Sababu dakika zile ambazo Musa alikuwa anakutana na bahari, walipogeuka nyuma waliona jeshi la Farao linatimua vumbi kuja, kiasi ambacho lile vumbi linashikamana na mbingu. Wakajua ni jeshi kubwa
ajabu. Hawana kwa kwenda kulia ama kushoto. Wamepitishwa kwenye eneo ambalo lazima jambo fulani lisilo la kawaida lifanyike. Musa akamuuliza Mungu, tunavukaje? Sikiliza neno la Mungu. Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, una nini mkononi? Shika hiyo point. Una nini mkononi? Akasema ninayo. Mungu akaangalia uwezo alionao Musa ndani yake. Kamwe hauwezi kupasua bahari, lakini uwezo alionao anaweza kupiga maji kwa ile fimbo alionao. Akamwambia piga maji. Biblia inasema akapiga maji. Alipopiga maji, nguvu ya kupiga maji ikafanya bahari. Leo niko hapa, Mungu ameniambia ni siku ya miujiza. Nimemuuliza watu wataponaje? Ameniambia usihofu, nitakufundisha jinsi utakavyotenda. Nguvu ulionayo ndani yako ilikuwa haiwezi kuponya ukimwi, lakini ilikuwa na uwezo wa kukusaidia kufika wapi? Sinai. Umefanya wajibu wako. Hilo tendo ulilofanya litafanya yale ambayo ulikuwa huwezi kufanya. Nataka nikuweke mahali ambapo uelewe kwa nini utapona. Utapona tu kwa sababu umefika mahali nabii. Usitafute imani kubwa zaidi ya hiyo, utafeli huko ndani. Hiyo ya kufika hapa, ya kushinda mapingamizi, kumshinda aliyesema usiende, kuwashinda waliosema hao ni mafilimasoni, kushinda umaskini ulionao, pengine umetembea kwa mguu kwa muda mrefu ili ufike hapa. Hiyo nguvu iliyomo ndani yako itakupa muujiza ambao usingeweza kuupata, asema Bwana. Punga mkono nielewe kama tuko pamoja. Usitafute imani nyingine, hiyo tu inatosha kukupa muujiza uliokuja kuutafuta. Kwa nini najaribu kukuandaa? Sitaki utoke mlangoni pale leo ukiwa una shida iliyokuleta. Yuko mama mmoja alikuwa anatokwa damu kwa zaidi ya miaka 12. Huyu alitumia mali zote alizokuwa nazo kutafuta uponyaji. Biblia inasemaje? Hakupata. Lakini siku moja akamuona Yesu anapita kwenye mkutano. Huyu mama akakumbuka hana pesa tena na waganga wote amemaliza. Akarudi ndani ya moyo wake, akasema moyoni, nikigusa pindo la vazi la Yesu nitapona. Hili wazo hajawahi kulikuta kwa daktari yeyote. Lilikaa ndani yake, linasubiri Yesu aje lifunuliwe kwa yule mama. Nisikilize, usijali ni waganga wangapi wameshindwa kukusaidia, madaktari wangapi wameshindwa kukusaidia. Heshimu wazo ulilonalo leo kwamba nikikutana na nabii nitapona. Itakuwa hivyo kwako. Amen. Kwa nini? Mungu ameweka uwezo ndani yako
inashindwa. Sasa siku ya leo itakuwa ni siku kubwa kwako. Yes. Kwa sababu tunakamata mchawi aliyekuroga popote alipo. Ndio. Nimekwambia nitatamka neno hapa. Ndio. Mchawi wako aliyeiba mumeo atapata uchizi kule nyumbani. Yes. Yeah. Mchawi aliyezuia nyota yako ya mafanikio atapata kizunguzungu kule nyumbani. Amen. Piga kelele, sema inawezekana. Inawezekana. Ring it on the day. Wala usijiulize inawezekanaje. Ndio. Najua nitakachofanya Kabisa. ili mchawi wako afe. Amen. Nataka niwatangazie Watanzania Ndio. wanaonitazama kwenye TV na wanaosikiliza kwenye redio na ninyi mlioko hapa kwamba leo nitamuua aliyepanga kukuua. Amen. Jesus. Piga kelele, sema yeye. Ring it on the day. Mchawi yeyote aliyepanga kukuua kwa njia anazozijua, Ndio baba. nitamuua kwa njia ninazozijua. Oh yes. Jesus. Tuko pamoja? Ndio. Polisi, tulieni, msiingilie kesi, haiwahusu. Wachawi tuachieni sisi. Kanda ya Ziwa simekuwa mna tabia mnaua wachawi wazee wale wenye macho mekundu, msiwaue tena. Niachieni mimi. Ndio. Kwa sababu unaweza ukaua mtu kumbe sio chawi. Wachawi ni watu wa rohoni. Lazima wapambanishe na mtu wa wapi? Wa rohoni. Akikimbia mwilini, akizama rohoni, anakutana na sisi. Na sisi tunaenda wapi? Mguu kwa mguu, nyumba kwa nyumba, kitanda kwa kitanda, uvungu kwa uvungu. Akipanda juu ya mbuyu tunaye, akienda makaburini tunaye. Popote tutamfuatilia mpaka aachie maisha yake. Bring it on the day. Powerful. Sikiliza neno la Bwana. Nabii Musa alipoingia Misri, lete mama, mchawi wake anapata shida kule. Ndio. Wameanza kupigwa. Nimesema tunakamata mchawi. Wanakamatwa. Yes. Mchawi uliyemloga huyu mama leo umekamatwa. Ndio. Power in the name of Jesus. Jesus. Kule uliko na kutumia moto kwa jina la Yesu. Yes. Nasikia huyo mchawi anaunguruma, siri? Wewe unafanya kazi gani humu ndani ya huyo mama? Unamtisha nani wewe? Mchawi amepatikana. Apatikana. Tayari. Lazima aachie maisha huyo mama. Oh yes. Unafanya kazi gani? Uliingia lini humu? Uliingia lini? Ameacha kutisha, analia. Tumnyonge tusimnyonge? Kumbuka, tukimnyonga huku, kule nyumbani utakuta mtu amelala flat. Walale flati. Uko tayari? Uko tayari. Powerful. Tangu sasa ninamnyonga huyu mchawi, na mharibu huyu mchawi, na haribu maisha yake,
na haribu uhai wake na mtoa uhai kwa jina la Yesu. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, kata roho kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuangamiza mahali ulipo. Utamtesa tena wewe binti. Naondoa maradhi yote uliyoyaweka huko ndani. Nenda ukafe. Piga makofi tayari. Piga makofi tayari, Yesu amefanya kitu. Choo binti yangu. Unajua mchawi aliweka maradhi ndani ya huyu binti. Na nadhani kuhakikishia ameubeba huo ugonjwa. Ukienda nyumbani utamkuta mtu anaumwa ugonjwa wako na atakufa hataishi. Pole. Asante mtumishi Nabii Joshua. Nashukuru Mungu kwa kufika katika madhabahu hii jamani. Naona Mungu leo amenionekania tena. Ulikuwa umefungwa muda mrefu? Ni muda mrefu sana. Hata nikapandikizwa kupata roho ya ukimwi ambayo hata mimi na mume wangu tunaumwa ukimwi. Lakini roho ya umaskini imetesa maisha yangu karibia yote, hata na ukoo wangu. Lakini umenisikia nimesema ugonjwa uliopandikizwa umemrudia aliyeutubu. Kusikia Nabii Joshua. Umenisikia? Nimekusikia kwa masikio yako. Kwa masikio yangu. Nimesemaje? Umesema ugonjwa niliopandikiziwa mimi umemrudia mwenyewe. Kuna mtu kapata ukimwi wake huko mchawi. Yeah! Baada ya huu mkutano uendelee kubaki hapa Sinai umtumikie Bwana. Na uende ukapime, daktari atakwambia negative. Oh yes! Atakwambia umepona. Yeah! Mchawi amebeba ugonjwa. Yeah! Woo! Jesus. Nitatangaza wema wake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Nitatangaza neno. Asante Yesu. Subiri. Yesu, ninakushukuru kwa kuniokoa, umeniponya. Nina imani hata uzao wa tumbo langu hautauacha. Nina imani Yesu, ukoo wako unateketea, utauokoa. Kwa kuwa umesema asiyependwa nyumbani mwake ni mbaya kuliko asiyeamini. Yes. Ninabeba familia yangu na ndugu zangu na wasogezi wote wamekubaliwa na Bwana. Mungu amewakubali. Asante binti. Twende sasa. Hongera, Mungu amekuponya. Mumeo utamwambia mmepona, mtacheki pamoja. Mwende kwa daktari awaambie. Wachawi wana uwezo wa kupandikiza ugonjwa ndani yako. Yes. Nguvu iliyomo ndani ya nabii ni nguvu ya Mungu. Ikiingia, kila kilichojificha kinafichuliwa. Ana wa Mungu. Mungu amenipa kibali kwamba nifanye kazi ya kukutoa mahali ulipo fungu. Uko tayari kufunguliwa kweli? Oh yes. Wachawi, Mungu alipomtuma Musa Misri, aliwakuta wachawi. Wakatengeneza miujiza. Fimbo zao zikawa nyoka. Na Mungu akamwambia Musa, na wewe tengeneza muujiza wako. Bwaga fimbo ya Haruni chini. Alipobwaga fimbo ya Haruni, ile fimbo ikawa nyoka, ikameza nyoka za wachawi.
Miujiza ya Mungu kazi yake ni kuharibu miujiza ya shetani. Yes. Unapoona ugonjwa umezuka kwenye maisha yako, hujui chanzo chake, kuna muujiza wa kishetani. Yaani mchawi amefanya muujiza ugue. Sasa huwezi kupona kwa matibabu ya kawaida. Ndio maana mimi huwa nawaambia watu, nenda kwanza hospitali. Wakishindwa njoo hapa. Ili daktari asipate kisingizio kwamba wanazuia watu wasitibiwe. Tibu kwanza, ukikwama dogo mlete huyo mtu kwa Yesu. Sababu wewe kwa Mungu ni bwana mdogo tu, ni binadamu wa kawaida. Kwa hiyo hapa tunadili na matatizo ambayo duniani yameshirikana. Ndio. Kama mumbeo umekoroga kila aina ya limbwata, bado hajatulia. Leo atatulia na utampa kazi ya kuchochea maharage nyumbani. Yes, Mecha. Prophesy. Akina mama mpo? Tuwatulize hao jamaa. Pokea upako. Unajua unapoona mume wako hajatulia, usidhani ni yeye. Kuna watu wanamuhangaisha. Ndio. Wanakwenda kwa waganga. Yes, Mecha. Anamwambia mganga. Mkeo anaita nani? Kisa. Okay? Sababu ya mafuta yaliyoko juu yake, ngoja nisimtolee mfano. Nitoe mfano juu ya mtu mwingine. Yaani anaenda kwa mganga, anamwambia mganga, nataka Adonai amwache mke wake anioe mimi. Alafu anakupulizia vitu. Unashangaa utulii, si ndio jamani? Ndio. Kumbe umerogwa. Sasa wanawake mnachokosea, na ninyi mnakwenda tena kwa waganga. Mganga na mchawi ni mchungaji na mzee wa kanisa, wako pamoja. Usimshitaki mchawi kwa mganga. Peleka kesi kwenye madhabahu. Ndio. Yupo nabii atatoa majibu. Umeelewa ninachosema? Amen. Sasa matatizo mengi mnaokutana nayo, kuna miujiza imefanyika katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho kuna kitu kinaitwa majeshi ya pepo wabaya. Kazi ya majeshi ya pepo wabaya ni kuharibu maisha ya watu. Biashara yako unapoona haikui, kuna muujiza umefanyika katika ulimwengu wa roho. Wachawi wameharibu biashara yako. Mungu alituumba kwa asili tufanikiwe. Ndio asili yetu. Yaani asili iko hivi. Ukipata wazo moyoni mwako, asili yake ni kwamba hilo wazo linawezekana. Ukiona haliwezekani, kuna mkono wa mtu, kuna muujiza umeparalyze ile nature yako, uwezo wako wa asili. Kwani unasemaje nabii Mesha? Biblia inasema nitakapowabariki mtakusudia mambo, na hayo mlioyakusudia yatathibitika. Ukitembea barabarani ukaona basi refu, moyo wako ukaguswa ukalitamani, maana yake unalo, ila kuna watu wanaliendesha kwa niaba yako. Maana yake hilo wazo ni la kweli. Mungu hajawahi kuweka wazo ndani ya mtu ambalo halitekelezeki. Shalom. Ndio maana anasema hata ukimwangalia mke wa mtu kwa kumtamani, umezini naye wapi?
Sasa kama zinaa inawezekana kwa kuwaza tu, kwa nini siwezekane kuendesha gari kwa kuwaza tu likao? Au unaelewa? Yaani kama kuangalia tu hivi unahukumiwa. Kwa nini isiwezekane ukitamani gorofa ukawa nalo? Hii Yesu anatuonyesha wazo ni asili ya kitendo. Unapopata wazo jema, hilo wazo ni kweli. Unachotakiwa tafuta upako. Yes. Yaani nguvu ya kuwezesha wazo lako litimie. Na hiyo nguvu imepatikana siku ya leo. Unapokea. Hamjanielewa? Manabii mtanisaidia tafadhali. Niombeeni niwaeleweshe watu hapa. Iko hivi. Wazo lolote linaloingia ndani yako, linalohusu maisha yako, linawezekana. Ndio nature, ndio asili. Mungu alituumba hivi. Hajawahi kuweka kitu ndani yako ambacho hakipo. Ndio maana anaongea kwenye Nahumu, nadhani Nahumu, utanikumbusha. Anasema hii njozi ulionayo ni ya kweli. Iandike, isomeke kama maji. Ikikawia, ingojee, kwa sababu inafanya haraka kufikiria mwisho wake. Njozi ni mawazo. Okay. Maisha yako ni mawazo yako. Okay. Mkulima ni mkulima. Sasa leo hakuna wakulima, kuna walimaji. Mkulima unapaswa uwe uliumbwa mkulima. Sasa ibilisi anasubiri uzaliwe, anajua mkulima amezaliwa, anakupa kazi ya useremala. Tapiga landa hadi unazeeka, unawaza kufanikiwa, ufanikiwe kwa sababu uko kwenye eneo. Leo nitahubiri neno la Mungu na kuna nguvu itatoka juu, itakuja kuwapanga ninyi na kumrudisha kila mtu mahali pake. Na ukirudi mahali pako, ile nguvu itaingia kukufanikisha. Amen. Haijalishi umezeeka au ni mtoto mdogo, lazima ufanikiwe kupitia huu mkutano. Yes, unapokea. Ndio maana walizaliwa wawili. Biblia inasema Kaini alikuwa mkulima wa ardhi na Habili alikuwa mfugaji. Yaani ndivyo walivyozaliwa. Kwa hiyo sasa ukishazaliwa, Mungu anaweka package ya mawazo ndani yako ambayo ni maisha yako. Yote unakuwa nayo toka unakuwa. Kazi ni kuyafanya hayo mawazo yawe halisi. Ndio maana sasa Mungu anapoona mwenyewe huwezi, anatuma viumbe kama sisi tulioshindikana. Wanatukana bado tunasema Yesu anasema hivi. Hatuwezi kuacha kuhubiri. Kwa nini? Kwa sababu tumekuja kukuongoza kutoka katika nchi ya utumwa tukupeleke kwenye nchi iliyojaa maziwa na asali, nchi ulioandikiwa na Bwana. Mungu hajakuumba uteseke, hajakuumba uugue, hajakuumba uwe maskini. Kila mwenye mawazo ya utajiri ni tajiri. Amen. Nimekuja kukupeleka kwenye maisha yako. Wewe ni mawazo yako. Ndio maana mtumishi wa Mungu hujawahi kuwaza nje ya mawazo yako. Kwa mfano,
Nikuulize swali. Umewahi kuwaza kuwa mchini? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu wewe sio mchini. Mke wako na watoto wangapi? 3. Uliwahi tarajia kwamba hii mimba ya 3 atazaa mzungu? Hamna. Kwa sababu sio mzungu. Wewe sio mzungu. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo Mungu hakufikirishi nje yako, anakufikirisha ndani yako. Kwa hiyo yote ulio nayo moyoni yanawezekana. Unanielewa? Ngoja nikurudishe kwa maandiko. Biblia inasema Mungu alimwambia Daudi, fanya yote yaliyomo moyoni mwako, maana yamepata kibali. Wewe ninyoshe kidole basi. Fanya yaliyomo. Kwa nini? Mungu haweki mambo moyoni mwako ambayo hayana kibali. Hapa leo umekuja kutafuta kibali cha kufanikisha mawazo yako. Amen. Haya, niwaulize swali. Wangapi wameingia hapa leo wanapenda kuwa na magari lakini hawajapaki magari pale nje kwa sababu hawana? Nyanyua mkono. Unaona matajiri nyote nyinyi mkipita watu wanahisi ni marofa, lakini magari mko nayo wapi? Leo nawapa upako wa kuwa nayo mnayoyawaza. Nawapa upako wa kuwa nayo unayoyawaza. Oh yes. Piga kelele, sema ndio. Ndio. Kuna wachawi wametuma mapepo yamekaa ndani yako, yanazuia usipate gari, yanazuia usijenge nyumba. Ndio mara mama nabii aliposema wapangaji, Bwana asifiwe, mkao wengi sana lakini wote mnatamani kuwa na nini? Sasa niwaambieni, Biblia inasema utajenga nyumba na kuishi ndani yake. Kwa hiyo nyumba unayo, ila kuna wachawi wamepulizia uchawi wazuie usijenge nyumba. Leo tunawapulizia roho ya Bwana, wanaenda kuangamia na wanaachia eneo lako unajenga. Wanaachia mawazo yako yanatimia. Hebu sema leo wanaachia. Leo wanaachia. Sema tena leo wanaachia. Leo wanaachia. Sema leo wanaachia. Leo wanaachia. Wanaachia. Ngoja nikuonyeshe. Mtume Paulo, mimi nampenda, injili yake alikuwa wazi sana. Anasema nilitaka kuja kwenu lakini shetani alinizuia. Sasa jamaa alimzuia nani? Paulo. Vipi wewe Mudi, Juma, Sikitu? Alimzuia Paulo, atashindwa kumzuia sikujua? Ndio maana Mungu amemtuma nabii kumfukuza anayekuzuia. Amen. Anayekuzuia yupo. Biblia inasema yupo azuiaye. Yupo azuiaye. Yupo ambaye anasimamia usianzishe kampuni. Umebaki na kampuni wapi? Umepambana, imeshindikana, umeacha kuanza kampuni, sasa unatetea uhai wako. Ndio ibilisi anavyofanya. Yaani anakupeleka sehemu, unapambania ndoto yako, baadaye unakata tamaa, unaanza kujipambania usife. Au hujawahi kusoma? Sauli alitafuta punda hadi akakata nini? Akasema baba asije akaacha kufikiri juu ya mali, akaanza kufikiri juu yetu. Wewe umepambana, umejenga au umenunua kiwanja, mtoto ameugua.
Utaacha kupambania nyumba, utauza kiwanja ukatibu mwanao. Hiyo kitu leo inapigwa marufuku. Yes. Mchawi yeyote atakayekatiza mbele yako kukuzuia, tunamla kichwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Yes, Major. Goliath alikuwa anazuia mafanikio ya wana wa Israeli. Daudi alipofika akasema, leo Goliath nakukata kichwa. Wana wa Mungu, lazima aje mtetezi. Lazima aje mtetezi. Mungu hutuma mtetezi. Yes. Na amenituma, najua nitakavyofanya. Ili mwaka huu vae shela, najua nitafanya nini. Wewe usiwazi. Najua nitafanya kitu gani ili mwaka huu upakate nini? Watoto wa kwako mwenyewe. Ujui kitu. Elisha alipoenda kwenye nyumba ya yule Mshuneme, alimwambia, mama, mwakani majira kama haya utapakata mtoto. Hayo rahisi hivi. Yule mama akasema, nabii, usinidanganye. Inawezekana kweli. Nabii akasema, ndio nimeokoka. Shida yenu nyinyi watoto wa nyakati za mwisho, nataka kuombewa. Mimi siwaombei, mimi nawapa miujiza. Nilishaomba miaka nenda rudi, Mungu akasema nimesikia, nenda kawape. Mwambie jirani yako, hatuombewi leo. Tunapewa majibu ya maombi yetu. Wow. Unaelewa ninachosema? Umeelewa mama? Unaelewa? Mama, unaelewa? Nipeni shida yule mama. Kaje naye. Ni wewe? Ana shida gani? Hawezi kuongea. Leo ataita. Haleluya. Naona wachawi wanaamua kucheza kila kona. Haleluya. Mama yuko pale, hawezi kuongea. Nimesema leo ataimba nyimbo. Kwa sababu mapepo yamemfanya asiongee. Kuna mtu mmoja alikuwa bubu na kiziwi. Yesu akasema efata, akafunguka, pepo bubu na kiziwi likamwachia. Kama mamleta bubu hapa leo, ataimba wimbo wa sifa kwa Bwana. Oh yes. Mlete. Mlete. Wewe pepo uliyefunga kinywa cha huyu mwanamke, toka nje. Mchawi uliyefunga kinywa, toka, toka, toka. Kwa jina la Yesu Kristo. Toka kwa jina la Yesu. Pepo bubu unayezuia asiongee, pepo uliyeharibu familia yake, pepo uliyemletea ugonjwa wa moyo na sukari, out in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tayari Yesu amemfungua. Yesu hautakufa, utaishi. Ulimi wake naona umegandamana kwa ndani. Mwache hapo apumzike. Yes. Unaona miujiza? Ngoja, mama. Yesu amekuponya. Njoo.
Yesu anakuponya. Fanya hivi, toa ulimi nje. Kwa jina la Yesu umepona. Amen. Sema amina. Amina. Yes. Yes. Kristo. Kristo. Somebody. Piga makofi, sema iya. Ringizo nimecha. Mama mlaze. Jesus. Operation inaendelea. Sema yeye. Punga mkono hewani, sema yeye. Ringizo nimecha. Wakafi wako tayari, wachawi wapigwe. Wachawi wapigwe, wasipigwe. Wapigwe, wasipigwe. Simama hapo ulipo, tuwapige wachawi. Simama mahali ulipo, tuwapige wachawi. Yes, Major Professor. Simama hapo ulipo, tuwapige wachawi. Mchawi aliyezuia usijenge anapigwa. Yes. Mchawi aliyezuia amani kwenye ndoa yako, Yes. anapigwa. Mchawi aliyezuia usipone ugonjwa wako, anapigwa. Mchawi aliyeleta mikosi kwenye maisha yako, anapigwa. Mchawi anayekuletea ndoto za wafu, Yes. anapigwa. Mchawi aliyekuletea mikosi ya watoto wako kutokuolewa, Yes. anapigwa. Mchawi aliyezuia usipate pesa, Yes. anapigwa. Leo ni operation kamata mchawi popote alipo. Amen. Inueni mikono juu. Jesus. Bwana Yesu, wewe tulia niombe. Bwana Yesu, nakushukuru. Umenituma katika mji huu na umeleta watu hawa kwa ajili ya utukufu wako. Mtumishi wako, kabla sijaanza kazi kubwa ulionituma, umenionyesha kwamba leo utaruhusu nguvu kubwa ya kuangamiza wachawi kila mahali walipo. Nyota za watu hawa zimeibiwa kwa muda mrefu. Watu hawa wamehangaishwa na maisha kwa muda mrefu. Watu hawa wamefanya kazi bila mafanikio kwa muda mrefu. Lakini nayaona mapepo yamekaa juu yao na yametumwa na wachawi kusimamia mafanikio ya watu hawa. Sasa napeleka moto katika jina la Yesu. Moto wake kila kona ya mkutano. Moto kwa jina la Yesu. Upako wa moto utembee. Upako wa moto utembee kwa jina la Yesu. Pepo la uchawi, pepo la ndoto mbaya, pepo la kutaka kujiua, pepo la kukataliwa, pepo la magonjwa, pepo la utasa, pepo la ukimwi, pepo la kansa, pepo la vidonda vya tumbo, pepo la presha, pepo la sukari, pepo la kuachwa, pepo la maskini, toka kwa jina la Yesu. Wabebeni walete mbele. Wabebeni wote na yatamkia mapepo. Pepo la ugumu, pepo la ugumba, pepo la upofu. Kama wewe ni kipofu uoni, kama wewe ni kipofu uoni, pepo la upofu naamuru nikuachie, macho yako yaanze kuona kwa jina la Yesu. Kama umemleta mtu ni kiwete, umemleta mtu amepoza, umemleta mtu ni kipofu, umemleta mtu ana shida yoyote, unapoona mapepo yanapiga kelele, elewa wachawi ndio wanapigwa. Utaona kipofu anaona, muulize anaona nini. Mwamshe kipofu liye naye asimame, aanze kutazama. Wanawake mliologwa msizae, mumelogwa msifanikiwe, mmelogwa maisha yenu yawe magumu, naamuru
jina la Yesu. Ongeza sauti ya maiki yangu tafadhali. Ongeza sauti ya maiki yangu. Ongeza sauti ya maiki yangu. Yesu yuko hapa. Nataka kuamuru kwa jina la Yesu. Kila roho ya kuzimu. Kuna watu mnaota ndoto na watu waliokufa. Mnaota ndoto na watu waliokufa. Wanawajia tena usingizini. Mnaishi nao kwenye ndoto. Natamka kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya uchawi, hiyo roho ya mizimu, ikuachie kwa jina la Yesu. Kamata, 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 kamata mchawi, kamata mchawi. Roho Mtakatifu, kamata mchawi, kamata mchawi anayekuja kwenye ndoto. Wale watu mnaota na majini mahaba, unaota na majini mahaba, wanalala na nyie ndotoni. Natamka Roho Mtakatifu anakuja kukamata. Kamata mchawi, kamata mchawi anayelala na huyo mama. Kamata mchawi anayelala na huyo mama. Kamata mchawi, kamata mchawi. Roho wa Bwana, kamata mchawi kwa jina la Yesu. Na wasachi kila mahali. Kila mahali walipojificha. Umekuwa unasikia maumivu ya tumbo na siku zako za mwezi zinaharibika. Kuna mchawi amekaa kwenye tumbo la uzazi. Kamata huyo mchawi, kamata huyo mchawi, na kamata huyo mchawi aliyekaa kwenye tumbo la uzazi. Na kamata huyo mchawi aliyekaa kwenye tumbo la uzazi. Akuachie, akuachie kwa jina la Yesu Kristo. Moto, 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 moto. Hata kama wanakimbia, moto unatembea. Na kamata mchawi wako, na kamata mchawi wako, mchawi wako. Kuna watu unatafuta pesa kwa bidii, mkizipata zinapotea. Na kamata mchawi, kamata mchawi huyo. Roho Mtakatifu, kamata huyo mchawi anayenyang'anya mtaji. Kila mtaji unaoanzisha unakufa. Na kamata huyo mchawi, kamata huyo mchawi, kamata huyo mchawi. Huyo mchawi anayenyang'anya pesa, mchawi anayekuwa mtaji wako. Kamata mchawi, kamata mchawi, kamata mchawi. Naomba kiti hapa nikae. Nipe kiti nikae. Naona wachawi wanaodanganya mitaji. Wanaua mitaji, wanaua mitaji. Wanakamatwa, 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 wanakamatwa. Kamata mchawi, kamata mchawi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila mchawi, kila mchawi, kila mchawi, kila mchawi aliyekamata nyota ya biashara, nyota ya kazi. Umetafuta kazi muda mrefu upate. Umetafuta kazi muda mrefu upate. Naona kwa jina la Yesu wachawi waliotuma mapepo yanayokamata mafanikio yako, ninawapelekea moto. Kamata mchawi anayekamata ajira. Na kamata mchawi, na kamata mchawi. Roho wa Mungu, asante. Naona Roho Mtakatifu anatembea, anakamata, anakamata wachawi wanaozuia ajira yako. Kuna watu homa haziishi, homa haziishi. Muda wote unaumwa. Umekunywa kila aina ya dawa hadi mwili unanuka dawa. Unajikuta uponi UTI, uponi typhoid, uponi malaria, uponi ugonjwa wa moyo. Kila siku una tatizo fulani. Linaisha hili, linaanza lingine. Kila ukipima unakutwa na matatizo na mengine hayajulikani. Una mapepo ya kichawi. Nyosha mikono tukamate huyo mchawi wa magonjwa. Mchawi wa magonjwa, mchawi wa magonjwa. Kamata mchawi huyo, kamata mchawi. Watendakazi anzeni kutembea sasa. Naona wachawi wa magonjwa wanapigwa. Mapepo ya magonjwa
magonjwa, uchawi wa typhoid, uchawi wa UTI, uchawi wa malaria, uchawi wa kikohozi, uchawi wa kifua kisichopona kwa jina la Yesu, uchawi wa TB, uchawi wa magonjwa, achia, achia, achia. Nakamata huyo mchawi. Nakamata mchawi wako. Nakamata mchawi wako aliyekufanya uwe mchanga kila siku, ufanikiwi kiuchumi. Umekuwa mchanga kila siku kwenye uchumi wako haukui. Anayekamata uchawi ulioleta